Praise the name of our Lord Jesus Christ. Sasa jana ibada ambayo tulikuwa nayo ilikuwa ni kuhusu ni nani aliye Mungu wa kweli. Tukasoma katika kitabu cha Zaburi 18 mstari wa 31. Kitabu cha Zaburi ni kitabu ambacho kimeandikwa na Daudi. The book of Psalms chapter 18 verse number 31. Sasa Daudi anauliza, maana ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu? Kwa hivyo Daudi anauliza, ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu? Kwa hivyo Daudi ameshajua ya kwamba kumbe huyu Bwana yeye ndiye Mungu. Kwa hivyo hapo utakuja kuunda kwamba the word Mungu pia ni title tu, ni kama kusema baba. Lakini sasa Daudi anasema kwamba huyu Mungu wetu huyu yeye ndiye Bwana. Sisi Mungu wetu ni Bwana. Anauliza, ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu? Tena huyu Mungu wetu ambaye ni Bwana bado yeye tu ndiye ni mwamba. Yeye tu ndiye mwamba. Sasa tukijiuliza huyu Bwana ni nani huyu? Huyu Bwana ni nani? Maana Daudi amesema huyu Mungu anaitwa Bwana. Sasa tukienda kitabu cha John chapter 13 verse number 13. Yesu Kristo anaongea na wanafunzi wake. Anawaita, ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, mwanena vyema, maana ndivyo nilivyo. Kwa hivyo Yesu Kristo anakiri mbele ya wanafunzi wake ya kwamba yeye ndiye mwalimu na yeye ndiye Bwana. Na kumbuka kule Daudi ameshasema ya kwamba huyu Bwana kumbe ndiye Mungu. Ya kwamba huyu Mungu yeye ni Bwana. Huyu Mungu wetu anaitwa Bwana. Na Yesu tayari ameshasema ya kwamba yeye ni Bwana na yeye ni mwalimu. Sasa na Daudi anauliza huko kwa Psalm 16:31, ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu? Kwa hivyo huyu Yesu Kristo ambaye amekiri ya kwamba yeye ni Bwana, eleweni bado yeye ndiye mwamba. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 4, Biblia inasema, wote wakanywa kinywaji kile cha roho, maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na ule mwamba ulikuwa ni Kristo. Kwa hivyo hapa ni wakati ambapo Waisraeli walikuwa kule jangwani. Ndio Biblia inasema ya kwamba wote wakanywa kinywaji kile cha roho, na wote wakaunywea ule mwamba wa roho. Kwa hivyo akisema kwamba wote wakanywa kinywaji kile cha roho, kinywaji cha roho ndio Yesu Kristo. Yeye ndio kinywaji cha roho, kwa maana yeye ndiye roho. Tukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili 3 mstari wa 17, Biblia inasema, basi Bwana ndiye roho, walakini alipo roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Kizungu inasema, now the Lord is that spirit. Kwa hivyo wakati Biblia inasema kwamba wote wakanywa kinywaji cha roho, sasa elewa Biblia inasema wote wakanywa kinywaji cha Bwana ambaye ni Yesu Kristo. Pale Yesu ameshatuambia kwamba yeye ni Bwana na yeye ni mwalimu. Na hapa tunaambiwa ya kwamba wale Waisraeli kule jangwani walikunywa kinywaji cha roho. Na tumesoma hapo kitabu cha Wakorintho wa pili 3 mstari wa 17 ya kwamba Bwana ndiye roho. The Lord is that spirit. Biblia inaendelea kusema kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14, wote wakanywa kinywaji kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliofuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa hivyo ile rock, ile mwamba ambaye ilikuwa inafuata Waisraeli kule jangwani alikuwa ni Yesu Kristo. Sasa wakati Daudi anauliza kwenye Psalm 16:31 ya kwamba ni nani aliye Mungu ila Bwana, kwa hivyo Yesu Kristo ashakiri yeye ni Bwana na yeye ni mwalimu. Tena Daudi akiendelea kusema, ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu? Kwa hivyo kitabu cha Wakorintho tayari imeshakiri ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwamba ule wa roho. Yeye ndio mwamba ambao alikuwa ikifuata Waisraeli kule jangwani. Yeye ndio mwamba ambao Waisraeli walikunywa maji kutoka kwake. Kwa hivyo tujue ya kwamba huyu Yesu Kristo yeye ndiye Bwana, yani yeye ndiye Mungu. Tujue ya kwamba huyu Yesu Kristo yeye ndiye mwamba, yani yeye ndiye Mungu wetu.
Kwa hivyo Daudi alikuwa na hekima sana wakati alisema ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Yaani wakati alisema Yesu ndiye Mungu. Wakati alisema ya kwamba huyu Yesu Kristo ndiye mwamba wetu. Wakati alisema kwamba mwamba wetu ni Mungu wetu. Kwa hivyo Daudi alikuwa ni mtu ako na hekima sana. Alikuwa ni mtu ako na hekima. Alijua kumbe huyu Yesu Kristo ndiye Bwana. Kumbe huyu Yesu Kristo ndiye mwamba. Haya, kwa hivyo Daudi anatuambia wazi wazi sisi wote. Kitabu cha Zaburi 100 na mstari wa 3. Jueni ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Ndiye aliyetuumba sisi. Na sisi tu watu wake. Tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Kwa hivyo Daudi ananiambia mimi na nakwambia wewe ya kwamba jua ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Maana hii ndio kitu watu wengi hawajawahi jua na watu wengi hawajuangi ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Ndiye aliyetuumba sisi na sisi ni watu wake. Sasa mjue hivyo, Bwana ndiye Mungu. Yeye ndiye alituumba sisi na sisi ni watu wake. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mathayo chapter number 2, Matthew chapter number 2. Mahali ambapo Biblia inasema ya kwamba huyu Yesu Kristo atakuja kuokoa watu wake na dhambi zao. Ilikuwa ni kitabu cha ni Mathayo ama ni Luka, ambayo inasema ya kwamba huyu Yesu Kristo yeye ndiye atakaye okoa watu wake na dhambi zao. Huyu Yesu Kristo yeye ndiye atakaye okoa watu wake na dhambi zake. Yesu Kristo ndiye atakaye okoa watu wake na dhambi zake na dhambi zao. Kwa hivyo huyu Yesu Kristo yeye ndio Biblia inasema ya kwamba ataokoa watu wake na dhambi zao. Na sisi ndio watu wake. Sisi ndio watu wa Kristo. Sisi ambao ni makondoo zake ndio watu wake. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuja kutuokoa na dhambi zetu. Maana sisi ndio watu wake. Aliamua akuje atuokoe sisi na dhambi zetu. Kwa maana sisi hatuna Mungu mwingine kando na yeye. Mungu wetu ni moja. Na huu Mungu wetu ambaye amejaa huruma ndiye alikuja kutuokoa sisi na dhambi zetu. Kwa hivyo inafaa tumwamini yeye kabisa. Kwa sababu Biblia haijawahi tudanganya hata siku moja. Bible haijawahi katudanganya hata siku moja. Kwa hivyo wakati Biblia inasema ya kwamba Yesu atakuja kutuokoa na dhambi zetu, tuelewe ya kwamba hiyo ndiyo ukweli wa Biblia. Ya kwamba sisi ndio watu wake. Sisi ndio watu wake. Sisi ndio watu wa Yesu Kristo. Hiyo ni kitabu cha Matthew 1:21. Ilikuwa ni Mathayo 1:21. Biblia inasema naye atamzaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hivyo huyu Yesu Kristo ndio Biblia inasema ya kwamba ataokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hivyo elewa ya kwamba sisi ndio watu wa Yesu Kristo. Kwa hivyo Biblia inaposema ya kwamba jueni ya kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba sisi na sisi tu watu wake. Kitabu cha Mathayo ishasema ya kwamba sisi ni watu wa Yesu Kristo na amekuja tuokoe na dhambi zetu. Kwa hivyo Biblia inaendelea kusema tu watu wake na kondoo wa malisho wake. So eleweni ya kwamba sisi ndio kondoo wa malisho wa Yesu Kristo. Ndio maana ukisoma John 10 verse number 1, Yesu anaambia wanafunzi wake, Yesu anaongea akisema, Yesu aliwaambia, amin 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 nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwizi na ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu mfungulia huyo, na kondoo umsikie sauti yake, naye uwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba Yesu yeye ndio bawabu hapa na sisi ndio kondoo. Yeye anatuita na majina yetu na tutamsikia na atatupeleka nje.
4 nasema, naye awatoapo nje kondoo wake huwatangulia. Kwa maana Yesu Kristo ndio mtangulizi wetu. Kwa hivyo yeye anatutangulia. Na wale kondoo humfuata kwa maana waijua sauti yake. Kwa hivyo sisi hakuna sauti ya mtu mwingine ambayo tunajua ila ni sauti ya Yesu. Kwa maana sisi ni kondoo wa Yesu. Kwa hivyo sauti yake ndio tunasikia na tunamfuata. Maana yeye ndiye mtangulizi wetu. Yeye anatufuata. 5 nasema, mgeni hawatamfuata kabisa, bali watakimbia kwa maana hawajui sauti za wageni. Kwa hivyo sisi sauti za wageni hatusikii. Sisi tunasikia tu sauti ya mchungaji wetu ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Na huyo ndo tunamfuata. Kwa hivyo mjue ya kwamba mgeni sisi hatufuati. Hatufuati mgeni. Sisi tunasikia sauti ya mchungaji wetu ambaye ni kondoo, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo ndivyo Biblia inasema. Yesu ndiye mchungaji wetu. Wakorintho 10:11. Mimi ndimi mchungaji mwema. Yesu anasema hivyo. Na mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Yesu ndiye mchungaji mwema, yeye ndiye alitoa uhai wake kwa ajili yetu sisi ambaye ni kondoo. Kwa hivyo tujue ya kwamba vile Biblia imesema Yesu ndiye aliye Bwana. Yesu ndiye Mungu. Kusema Bwana ni kusema Mungu. Na sisi ni watu wake. Sisi ndio kondoo wa malisho yake. Na yeye ndiye mchungaji wetu. Na sisi hatusikii sauti ya wageni, tunasikia tu sauti ya Yesu Kristo. Sauti ya wageni ni madevu, ni hao mashetani pamoja na kazi zake, na hao maagents wake. Sisi tunasikia tu sauti ya Yesu Kristo. Kwa maana yeye ndiye Bwana wetu. Yeye ndiye Mungu wetu. Yeye ndiye alituumba sisi. Sisi ni watu wake na sisi ni kondoo wa malisho yake. Kwa hivyo kwa hayo machache